Ayatollah bwana ameendelea kujiamini sana. Ameendelea kujiamini na ameendelea kutoa hotuba kuweza kuiambia dunia dhidi ya machafuko au maandamano ambayo yametokea katika nchi ya Iran, na maandamano haya kwa nini yamekuwa yakileta hasara. Kwa sababu kwa kweli jumuiya za kimataifa, Trump mwenyewe alitoa kauli, jumuiya ya Ulaya na hata Umoja wa Mataifa kwamba wanaangalia na kufuatilia hali ya maandamano nchini Iran. Lakini yeye amesema wazi kabisa kwamba wao maandamano haya kwanza wananchi walipewa ruhusa ya kuandamana. Na yeye kabla alisema kabisa kwamba serikali hakikisheni mnasikiliza malalamiko ya waandamanaji. Lakini baada ya siku kuendelea yale maandamano yakawa yanageuka kuwa maandamano kwenda kwenye vurugu. Na hata Masoud Pezeshkian rais wa Iran alisema wazi kabisa kwamba watu wana haki ya kuandamana. Lakini maandamano ambayo yanaenda kupelekea kuchoma misikiti, kuchoma mali, kuvamia taasisi za serikali, hayo ni maandamano ambayo yameungwa mkono na nchi ya Marekani na Israeli. Na wao wameenda mbali. Kwa mfano Ayatollah ameenda mbali, amesema kwamba kuna mashirika ya kijasusi ambayo yalikuwa yana manipulate, yanawachochea waandamanaji. Na tumeshuhudia vile kuna watu zaidi ya 800 Iran wamekamatwa ambao watakiwa wapewe hukumu ya kunyongwa hadharani paka kifo. Na nimeona hiyo ndio sababu ambayo Trump ameacha kuivamia Iran, kwa sababu hawa waandamanaji walikuwa wanyongo tangia wiki iliyopita. Lakini mamlaka za Iran zimetoa hiyo adhabu. Lakini bado duru zinasema kwamba wale watu ambao wamekamatwa walisema kwamba watanyongwa, familia zao bado hawajui ziko wapi. Sasa je, wamefariki au hawajafariki? Kwa kiandamana Irani ni kunyongwa. Kuna baadhi ya makosa. Kwa mfano makosa, kwa mfano umekamatwa, kwa mfano umeshikana majasusi. Kwa sababu Irani ni moja wapo taifa ambalo majasusi kwa mfano ya Mossad, majasusi kwa mfano ya Shin Bet, Ahmad wamekuwa wakitumia baadhi ya watu ambao sio waaminifu ndani ya Iran kuweza kutafuta taarifa za siri, kuweza kuhujumu taifa la Iran, kuweza kujua je, hawa kwa mfano hali yao ya kufikia nuclear imefikia wapi? Je, wana mpango gani kuhusu kwa mfano Hezbollah, kuhusu Hamas, kuhusu labda Palestina, umeona, kuhusu kule Houthi. Kwa sababu Irani kuna kikosi kinaitwa IRGC. Yaani kuna jeshi la Iran afu na IRGC. Hichi ndio kikosi maalum cha kulinda utawala. Kazi yao sio kulinda nchi, kulinda nini? Utawala usianguke. Afu kuna jeshi la Iran ambao kazi yake ni kulinda mipaka, kulinda wananchi. Kwa hiyo IRGC hilo kiongozi wao maarufu alifariki mwaka 2020, alikuwa anaitwa Qasim Soleimani. Baada ya kufariki of course aliuliwa kule na Baghdad, nakumbuka. Ilitokea maandamano makubwa sana kule Iran, kwa sababu yule ni kiongozi ambaye alikuwa anaweza kusaidia kupeleka adabu Mashariki ya Kati. Alikuwa anasaidia wa Palestina kule Hamas, alikuwa anamsaidia Hassan Nasrallah kule Hezbollah, alikuwa anawasaidia Houthi, alikuwa anatoa mipango kuhusu Ismail Haniyeh kabla hajafariki na bomu. Kwa hiyo ni kiongozi mashuhuri, na alikuwa anatajwa vile vile anakuja kuwa mkuu wa majeshi au kuwa mrithi wa Ayatollah. Kwa hiyo kazi ambayo wanaifanya Mossad katika Iran ni kujaribu kutafuta taarifa za kijasusi. Na ndio maana wakasema kwamba haya maandamano, mbona kama maandamano ambayo yanakuja kuharibu utamaduni wetu, kuharibu mila zetu, kuchoma misikiti. Kwa ukitazama yeye Ayatollah ameendelea kuzungumza kwamba, na amemwonya Trump vile vile. Na amesema kwamba Trump, wewe unatakiwa uende kwenye mahakama za kimataifa ukaadhibiwe. Na kwa kweli imamu Ayatollah amekuwa akiheshimiwa sana na wananchi wa Iran, kwa sababu kumbuka huyo ni imamu, ana vyeo viwili. Huyu anacheuza ni supreme leader, kiongozi mkuu wa nchi. Yeye anamiliki majeshi, yeye ndio anaweza kaamuru vita itokee. Ana nguvu kubwa kuliko rais. Utazama yeye ndio anaongoza baraza la mamula, wale ambao wazee wenye hekima wa kidini pale Iran. Lakini zaidi sana anamiliki mifumo ya ujasusi. Kwa hiyo ndio maana akizungumza kwa mfano kuna foto nyingi anazungumza kwa mfano labda na wananchi, labda yupo msikitini anatoa hotuba. Kwa hiyo ukitazama kazi yake kubwa ni kutoa mwelekeo wa nchi. Sasa hoja kubwa vile umri wake. Umri wake ni mkubwa. Anakaribia miaka 87 sasa hivi, anakaribia 90. Je, nani ni mrithi wake katika nchi ya Iran? Na ukiangalia kwa mfano yule Ibrahim Raisi ambaye alifariki kwa ajali ya ndege, anatajwa kwamba ndio nini mrithi wake. Israel inatajwa kwamba alifariki kwa ajali ya ndege, lakini kuna mpango unatajwa vile wa Mossad. Lakini vile bado kuna makamanda wengi wameweza kukuuliwa. Sasa hoja msingi ni kwamba nani anakuja kumrithi Ayatollah Khamenei baada ya utawala wake. Kwa hiyo ukitazama kauli zake kwa kweli zimekuwa zina nguvu, na hiyo inakuja baada ya kufanikiwa kurusha
bomu kubwa la intercontinental ballistic missile katika eneo la Urusi kule Siberia. Morning Express. Bana, nihitimishe kwa kukupa taarifa nyingine ambapo vikosi vya jeshi la Syria vimeudhibiti kikamilifu mji wa Tabqa uliopo kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria, ambapo imeeleza kuwa msako unaendelea katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa hakuna vitisho vyovyote vya usalama huko nchini Syria. Ndio Lakini pia taarifa nyingine ambayo unastahili kuifahamu kwa sasa ni taarifa jana, kwa kuna taarifa pia duniani kutoka kule Hispania ya ajali ambapo polisi wa Hispania wamethibitisha kwamba mpaka sasa takriban watu 39 wamethibitishwa kufariki katika ajali iliyohusisha treni mbili za mwendokasi kusini mwa nchi hiyo, ambapo juhudi za kutafuta miili zimeendelea. Inahofiwa kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa kufuatia ajali hiyo. Wakati wa ziara katika eneo la Adumazi, mji wa karibu wa eneo la ajali, Sanchez amesema ni siku ya huzuni na uchungu kwa raia wote wa nchi hiyo. Ilikuwa ni taarifa miongoni mwa taarifa mbaya sana jana duniani kutokea kule Hispania. Treni mbili za mwendokasi zinapata ajali. Mwanzo ilikuwa ni idadi ya watu 21, lakini taarifa zikawa zinasema kuna uwezekano wa kuongezeka idadi. Kwa hiyo mpaka sasa wanasema ni watu 39 ambao wamefariki dunia. Morning Express. Sisi tukirudi itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya wino mzito. Tafahamu mengi yaliyojiri kwenye magazeti na kwenye mitandao ya kijamii. Yako mengi yameandikwa huko. Hakikisha unaungana na sisi kuendelea kuyazungumza haya.